Shirika la Viwango Tanzania limetimiza miaka 50 ya uwepo wake, kwa maana sheria yetu iliundwa mwaka 1975. Mpaka sasa hivi imetimiza miaka 50 kwa sababu ilianza kutumika rasmi mwaka 1976 mwezi April. Kwa hiyo tuna miaka 50 ya uwepo katika kutoa huduma kwa wananchi. Kwa maana hiyo tunatarajia kuwa na maadhimisho ambayo ya kusherehekea miaka 50 ya utoaji wa huduma. Maadhimisho hayo ni kielelezo cha mafanikio makubwa katika kusimamia ubora na usalama wa bidhaa mbalimbali na huduma ambazo tumekuwa tunazitoa hapa nchini. Ndugu wanahabari, kama ambavyo nimetoka kusema, sheria yake ni ya mwaka 1975 na ikaanza kutumika mwaka 76, ambayo ni sheria ya viwango sura namba 130. Katika kuadhimisha miaka 50, Shirika la Viwango Tanzania tangu kuanzisha kwake, hatua muhimu ambayo inaonyesha ni safari ndefu ya nusu karne. Miaka 50 ni umri mrefu, na katika kipindi hiki cha nusu karne TBS imekuwa mhimili mkubwa katika kulinda afya za walaji, kukuza ushindani wa bidhaa zinazozalishwa hapa nchini, lakini kuhakikisha Tanzania inashiriki kamilifu katika biashara za ndani na za kimataifa, kwa sababu zile bidhaa tunazozithibitisha basi zinaweza kuvuka mipaka ya nchi yetu na kuweza kuwa shindani kule zinakokuwa zinaenda. Hata hivyo, kadri ya uchumi wa Tanzania ulivyokuwa katika masoko na kubadilika, TBS pia na yenyewe imeendelea kukua na kuboresha mifumo na miundombinu ya utoaji huduma, na wigo wake inakuwa taasisi yenye ushawishi mkubwa katika sekta ya viwanda, biashara na afya ya jamii hapa nchini. Ndugu wanahabari, katika kipindi hiki cha miaka 50, TBS imekuwa kwa kasi kubwa, na naamini na nyinyi ni mashahidi na wananchi watakuwa ni mashahidi, na kupata mafanikio makubwa hususan katika kutekeleza majukumu yake. Ni sahihi changamoto zipo, lakini na mafanikio yapo ni makubwa, ambazo changamoto zinaendelea kufanyiwa kazi. Mafanikio hayo yameendelea kutimiza azma ya serikali katika sekta ya biashara, hususan kuwezesha biashara, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wazalishaji kufikia masoko ya kikanda na kimataifa. Shirika limeshuhudia ukuaji mkubwa katika maeneo mbalimbali, ikiwemo miundombinu, upanuzi wa ofisi za Shirika la Viwango Tanzania, lakini umahiri wa maabara. Tunazo maabara 8 za upimaji na maabara 6 za metrolojia, na zote zina ithibati za umahiri za kimataifa. Lakini pia kumekuwa na mabadiliko makubwa ya mifumo ya tehama ambayo tunahudumia wananchi. Unaweza mkaona hapa ukutani na mtu yoyote, lakini kazi zinaendelea na wananchi wanahudumiwa, vyeti vinatoka na vyote vinatoka kidijitali. Hii ni katika mifumo ya tehama, na kujulikana na kutambulika kimataifa kama shirika na kuwezesha biashara za kikanda na kimataifa kuweza kufanikiwa. Kufahamika kimataifa na kikanda kumewezesha hata wale ambao bidhaa zao tunazithibitisha, basi kule zinapokwenda zisipate changamoto ya kukaguliwa na kupimwa tena, hususan katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi zingine ambazo tuna mahusiano ya kibiashara. Miaka 50 kama ambavyo nimetoka kusema ni nusu karne, ni miaka mingi. Pia ni hatua kubwa inayostahili kupewa heshima, ikiwa ni pamoja na sisi kama TBS ambao tumepata neema ya kuhudumu katika kipindi hiki, kujitathmini na kuweka mikakati madhubuti ya kujizatiti na kwenda mbele katika utekelezaji wa majukumu ambayo yanaendana na dira ya taifa miaka 25 ijayo. Hivyo maadhimisho haya ambayo tunayafanya katika kipindi hiki yataambatana na uzinduzi wa kitabu kinachosimulia na kuonyesha mabadiliko na mchango ambao TBS umeufanya kwa kipindi chote cha utendaji kazi, ikiwa ni pamoja na kuainisha maono ya TBS kwa wadau na jamii ya Watanzania kwa ujumla. Ni muhimu kufanya hivi ili wafahamu nini kilifanyika, wapi tupo na wapi tunataka kuendelea, kwa wale ambao tunaendelea kuwahudumia. Ndugu wanahabari, katika kuadhimisha miaka 50, kauli mbiu yetu inasema kuchochea ubora na usalama kwa maisha bora. Kauli mbiu yetu ni kuchochea ubora na usalama kwa maisha bora. Kauli mbiu hii inaakisi kazi kubwa inayofanyika na TBS katika nusu karne katika kuchochea ubora na usalama. Vile vile katika kusherehekea jubilei hii ya dhahabu kwa maana ya miaka 50, TBS imeandaa matukio makubwa yafuatayo ambayo tungetamani ndugu wanahabari myatangaze vizuri na wananchi watakaopata fursa waweze kushiriki. Katika matukio ambayo tumeandaa, la kwanza kabisa tumeliita Viwango Marathon.
Tunajua jamii yetu imejaa vijana na watu wako conscious na mazoezi, na sisi tunatamani sasa twende tukakimbie kiviwango. Karibuni sana. Kwa tukio letu la kwanza ni Viwango Marathon. Ni tukio la riadha linalenga kuhamasisha ushirikishwaji wa jamii, lakini kulinda afya, kutoa elimu kuhusu umuhimu wa matumizi ya bidhaa zilizothibitishwa ubora wake, na itafanyika tarehe 23 Mei mwaka huu katika viwanja vya Leaders Club hapa Dar es Salaam. Hilo ni tukio letu la kwanza. Karibuni tukimbie pamoja na tutembee pamoja kiviwango. Lakini tukio letu la pili tunaliita Viwango Business Forum. Jukwaa la biashara la viwango. Hili litafanyika tarehe 6 Juni 2026 katika ukumbi wa Mlimani City, Dar es Salaam. Na jukwaa hili litawakutanisha wenye viwanda, wafanyabiashara wadogo maarufu kama tunasema wajasiriamali, na wakubwa, wawekezaji na wataalamu wa viwango kujadili fursa za kukuza biashara kupitia viwango vya kimataifa.